Naam, hujambo na karibu sana popote pale ulipo. Tuje kuangaza habari usiku huu wa leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Leo ikiwa ni Ijumaa ya mwezi huu wa Machi, ni tarehe 16. Mimi naitwa Juma Mohamed, utakuwa nami kwenye kutazama habari za kitaifa, habari za kimataifa, bila kusahau upande wa habari za biashara na uchumi. Lakini kwenye upande wa habari za michezo na burudani, Esther Mtebe atakuja hapa kutujuza kwa undani zaidi. Karibu sana ili tuweze kutazama wote kwa pamoja kuanzia sasa mpaka tamati. Na tuanzie huko mkoani Kigoma. Watumishi 6 wa idara ya afya katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma wamefariki dunia baada ya boti waliokuwa wakisafiria kutoka Kigoma kuelekea Kagunga kupinduka na kuzama ziwa Tanganyika kutokana na wimbi kubwa lililosababishwa na upepo mkali. Taarifa zaidi tuungane na mwanahabari wetu Mwajabu Hoza kutoka huko mkoani Kigoma. Akitoa maelezo ya tukio hilo, mrakibu msaidizi Michael Maganga, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji, anasema tukio hilo limetokea majira ya asubuhi katika ziwa Tanganyika, mita chache karibu na eneo la nchi kavu. Jeshi la zimamoto na uokoaji tulifika eneo husika na kuweza kuona kweli kwamba kuna ajali imetokea. Ajali hiyo imetokea ilikuwa na watumishi ambao walikuwa wanaenda vijiji jirani ambavyo viko mwambao wa ziwa Tanganyika. Inasadikika kuwa walikuwa 18 kwenye boti hiyo. Watu 9 waliokolewa wakiwa hai, lakini pia watu 6 walitolewa ziwani wakiwa wamefariki kwa mujibu wa DMO. Kwa hiyo watu 3 wamesalia ziwani ambao mpaka sasa tunaendelea kuwatafuta. Baadhi ya mashuhuda wa tukio hilo wanasema majira ya asubuhi kulizuka upepo mkali maeneo ya ziwani, na wakiwa nchi kavu waliona boti likipinduka na kuzama maji kutokana na wimbi kubwa lililosababishwa na upepo mkali. Tuliona aka kafaiba kanakuja kanakimbia upepo, mvua hapo inaanza kunyesha. Sasa ile faiba ilivyokimbia kufika hapa ikataka kuja kuegesha, tukao tumepigia kelele, nendeni kule mwisho ndo kuna hakuingiagi wimbi. Basi kile kitendo cha yeye anaondoka anarudi kupanda, tuliona mtumbu unainuliwa na upepo ukajifunika kamana ukawa umezama. Ulivyozama pale tukaanza kupiga kelele, jamani watu wamezama. Sasa mitumbu ya vipi ilikuwa inateremka ikaanza kuokoa watu. Hapa kuna kina kirefu kwenda chini, na waliokuwa wamekuja kwenye boti hiyo sio wazoefu wa maji, na hilo ndio kilicholeta tatizo kwao. Lakini kama wangekuwa na wazoefu basi wasingekufa wengi, na maana wangeogelea. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amefika katika eneo la tukio na kutoa pole kwa wananchi wote na wanafamilia, kueleza kuwa serikali inaendelea kutafuta miili iliyobaki katika ziwa hilo. Kagunga kwa boti unatumia takriban saa 1 au dakika 45, lakini kwa kuzungukia Burundi unatumia, niliwahi kwenda nitumia masaa takriban 4-5. Kwa hiyo ni mbali kutoka hapa na ni mpakani mwa Tanzania na Burundi. Kwa hiyo wafanyakazi wetu wa afya wapatao 18 walikuwa wanakwenda kutoa chanjo. Kwa hiyo kwa bahati mbaya, kwa sababu hali ya hewa ya ziwani ya upepo haikuwa mzuri, kwa hiyo mtumbu wetu wa halmashauri uliweza kupinduka. Matukio kama haya yanapotokea kuna kitu cha kujifunza. Wenzetu wanautabiri hali ya hewa, na sisi ambao tunazungukwa na ziwa Tanganyika tuna kila sababu ya kuwa tunasikiliza na kufuata maelekezo yao. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Asante Mwajabu Hoza kutoka mkoani Kigoma, na Mwenyezi Mungu azipokee roho za marehemu wote waliofariki wakielekea kwenye majukumu yao ya kazi ya kila siku. Kwingineko, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ameweka jiwe la msingi katika barabara ya Kagwila Kalema yenye urefu wa kilomita 112 iliyojengwa kwa kiwango cha rami kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 218. Taarifa zaidi tuungane na Pasco Emmanuel Katona. Ikiwa ni ziara yake mkoani Katavi, Waziri Mkuu Nchemba amesema kuwa serikali itaendelea kusimamia fedha zinazotolewa kwa ajili ya kusimamia miradi mbalimbali ikiwemo miundombinu ya barabara ili miradi hiyo itekelezwe kiwango kinachotakiwa. Nimepita katika baadhi ya maeneo, nimekuta katika baadhi ya maeneo kuna kusinzia, na hilo ndilo ambalo linanifanya nipite kufuatilia mradi kwa mradi, na sasa hivi nimeweka jiwe la msingi hapa. Nitakwenda kusalimia tena wananchi hapa mbele, lakini nipo hapa ziara na nina taarifa za mkoa mzima, na nimekuja kwa ajili ya kazi hiyo. Ni lazima miradi iliyopangwa kutekelezwa lazima itekelezwe tena kwa thamani ya fedha ya miradi hiyo. Nimepita, nimeona katika baadhi ya maeneo kusinzia na kulegalega.
Na mimi niwahakikishie wananchi, hapata kwepo na mchezo wala mzaha wala huruma na yeyote yule anayecheza na fedha za umma. Kuweni na uhakika na hilo, na mimi ndo nimekabidhiwa hilo jukumu. Kule maeneo mengine nilikopita wameshaipata habari yao. Naibu Waziri wa Ujenzi Mhandisi Godfrey Kasekenya amesema barabara hiyo wameipa hadhi ya kimataifa kutokana na shughuli ya kusafirisha mizigo kuelekea bandarini. Huku mbunge wa viti maalum mkoa wa Katavi Martha Maliki alikuwa na haya ya kueleza. Jenga bandari kubwa Karema kule Ziwani, ambayo itakuwa ni bandari ya pili kwa ukubwa baada ya Kigoma, tukaipa hadhi kuwa barabara kuu. Kwa hiyo sasa hivi sio tena barabara ya mkoa, bali ni barabara kuu ama Trunk Road. Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara hii ndio zile barabara ambazo tunasema barabara za kimkakati, barabara ambayo ukitoka hapa ilikuwa ni barabara ya vumbi, lakini Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amewekeza zaidi ya bilioni 47 kwenye bandari kule ya Karema, ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu imeshakamilika. Sema asante sana kwa serikali yetu, kwani barabara hii ni fursa kwetu, inakwenda kufungua maendeleo kwa sisi wananchi wa mkoa wa Katavi, ukizingatia bandari ya Karema tayari imeshaanza kufanya kazi. Nao baadhi ya wananchi wa halmashauri ya wilaya Tanganyika wameshukuru serikali kwa kujenga barabara hiyo. Tunashukuru pale kututengeneza hiyo barabara. Itakuwa vizuri. Mambo ya taarifa tunashukuru sana mheshimiwa, kama vita hili na mambo mengi sana. Kusema ukweli, hii barabara mwanzoni ilikuwa sio nzuri, tulikuwa tunapitia changamoto nyingi mpaka kufika Karema Ikola, lakini kwa saizi walipoanza kuleta maendeleo haya tunashukuru sana, kwa sababu njia inapendeza, inakuwa nzuri. Yani kiufupi tu tunamshukuru rais wetu na aongeze nguvu ili iweze kuisha kwa haraka. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Katavi, naitwa Pasco Katona wa Channel 10. Asante sana Pasco Emmanuel Katona kwa taarifa hiyo. Kwingineko, wakazi wa kijiji cha Mambe wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya wamemtaka mfugaji maarufu kwa jina la Mchele Masunga Seme kupunguza idadi ya mifugo katika kijiji hicho kwa madai kuwa imekuwa ikiharibu mazingira ya miundombinu na vyanzo vya maji, na kwamba wamemchoka kutokana na kauli zake za kejeli, dharau na vitisho. Tuungane na mwanahabari wetu. Wakazi wa kijiji cha Mambe wamedai kuwa mfugaji huyo anayemiliki zaidi ya ng'ombe 200 amekuwa kero katika kijiji hicho, na wakati mwingine kutoa rushwa kwa viongozi ili aendelee kubaki na mifugo mingi zaidi, licha ya kijiji kumtaka kila mfugaji asizidi ng'ombe 50. Changamoto ni pale ukizikamata na kujibu jeuri. Kama mfeji zinaharibu, ukimpigia simu anakuambia mimi nipo mbali mno, wakati yupo karibu. Afu ukimkamata hata ukimleta ofisini, ndio mwingine ndio hivyo anakuambia haina haja kuzikamata. Uwezi ukasema umekamata mifugo na sasa mimi naenda kwenye ofisi kaza, wewe naenda tu. Kwani kuna shida gani pale? Pale najua wao nitaishi nao vipi. Maana yake hii ni dharau. Unaenda kituo cha polisi, anasema tena kule ndio nyumbani bwana. Sasa hii ni dharau. Hivi mfugaji mmoja anatakiwa na ng'ombe ngapi kwenye kijiji? Sasa hizi kwenye miundombinu ya fereji, maji yamehama. Tunafanya jitihada za kufukua upya, tena amepitisha tena. Ng'ombe ni nyingi mno, ziko 200 kama na matinga nayo kama 4. Zinapita za kwanza, zinapita za pili, zinapita ya 3, ya 4. Ukienda ukimuuliza saa zingine yeye kuonana naye ni ngumu. Akizungumza katika mkutano wa hadhara mara baada ya kusikiliza kero za wananchi, diwani wa kata ya Kongoro Mswisi Leonard Mwampiate amemtaka mfugaji huyo kupunguza mifugo hiyo ili aweze kuendelea kuwepo katika kijiji hicho, kwani amekuwa kero kwa muda mrefu. Hatumtoi Mchele kuishi Mambi, tunatoa mifugo yake. Kwa yeye mifugo yake haipunguze, abaki nayo mifugo. Ng'ombe ngapi? 50 tu. Naomba mnielewe hivyo, na vyombo vya habari vitasema hivyo. Wamesema na ng'ombe zaidi ya 200. Ng'ombe 200 utalishia wapi? Hata uko Mbeya vijijini hiyo kero ya ufugaji wa bwana Mchele una shida. Na amekuwa akikamatwa mara nyingi na watu wa TANAPA na analipa. Akijibu tuhuma hizo, Mchele Masunga Seme kwanza amekiri kuwa na mifugo mingi
na kuomba kupewa elimu na utaratibu wa kuvuna mifugo hiyo. Niliomba kwamba hapa ninapopita basi kama ndio hivyo nawaharibia, naomba niweke hata makarabati niweze kupita nisiwaharibie, lakini wananchi walinikatalia. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Asante sana kutoka Mbeya. Tuelekee katikati mwa nchi ya Tanzania, jijini Dodoma, ambapo washiriki wa kozi ya 14 ya mafunzo ya usalama na strategia kutoka mataifa 17 ya Afrika na Asia katika Chuo cha Taifa cha Ulinzi NDC Tanzania wamesema mafunzo waliyopata wanaenda kuyatumia kuimarisha diplomasia ya uchumi na ushirikiano kati ya mataifa ili kukabiliana na changamoto za kidunia ikiwamo migogoro ya kisiasa, uhalifu wa kuvuka mipaka na mabadiliko ya tabia nchi. Tuungane na Amani Mbando. Wakizungumza wakati wa kuhitimisha ziara ya mafunzo iliyofanyika katika vyombo vya ulinzi na usalama mkoani Dodoma pamoja na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, washiriki wa kozi hiyo ndefu wanaotoka katika mataifa 15 ya bara la Afrika na mawili ya bara la Asia ambayo ni Bangladesh na India wamesema mafunzo walioyapata watawasaidia kushughulika na changamoto hizo, hivyo kuendelea kuifanya dunia kuwa sehemu salama. Wamebainisha hayo mara baada ya kupokea mawasilisho mbalimbali ambayo yamelenga kuimarisha uelewa wa washiriki wa kozi hiyo kuhusu uhusiano kati ya diplomasia, usalama wa taifa na ushirikiano wa kimataifa ambayo yamewasilishwa na wataalamu wabobezi kutoka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki wakiongozwa na Katibu Mkuu wa Wizara Balozi Steven Mbundi. Hivyo basi diplomasia ni tool, ni nyenzo ambayo inapaswa kutangulia ili kuhakikisha kwamba kunakuwa na ulinzi na usalama na wananchi wanaishi katika misingi ile ya umoja na mshikamano. Hii itawezesha nchi kuweza kufanikiwa kiuchumi, kisiasa, kijamii, kiteknolojia na maeneo mengine muhimu. Our diplomacy is the primary means to resolve issues among countries. Tanzania, being the linchpin in the East African community, has been the torchbearer of diplomacy, in which it has always taken the lead to use diplomacy as a primary means to resolve inter-country issues and enhance economic cooperation and also promote regional stability and peace. Ziara hiyo imehitimishwa kwa kutembelea idara ya uhamiaji iliyo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi, ambapo mkuu wa msafara huo kutoka Chuo cha Taifa cha Ulinzi NDC Tanzania, Brigadier General Suleiman Gwaya, amesisitiza kuwa washiriki hao wana wajibu wa kuzisaidia nchi zao kukabiliana na uhalifu unaovuka mipaka kutokana na kuwa kwenye nafasi ya kushauri au kutoa maamuzi. Usalama unavuka mpaka wa nchi kwenda nyingine. Kwa hiyo ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha kwamba anapata taarifa sahihi na kwa wakati sahihi ili kutoa maamuzi katika ulinzi wa mipaka. Kwa hiyo nchi zinatakiwa zishirikiane, kupeana taarifa, kuangalia nini kinachotakiwa na kutambua tishio lolote ambalo linaikabili nchi kwa wakati ule. Kwa upande wake, kamishna wa uhamiaji anayeshughulikia maendeleo ya mafunzo Amiru Sadiki ameeleza namna idara hiyo inavyotumia mifumo kufuatilia wageni kabla ya kuingia nchini, ikiwa ni hatua za kujilinda dhidi ya uhalifu na wahalifu. Kwa hiyo si kwamba immigration inafanya yenyewe tu, hapana. Tunaweza tukashirikiana na watu wa afya katika masuala ya majanga ya maradhi ya kuambukiza. Tunashirikiana na polisi katika mambo ya Interpol, tunashirikiana na TRA kwenye mambo ya kodi. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Asante Amani Mbando. Kwingineko, Marekani imeruhusu kwa muda uuzaji wa mafuta ya Urusi yaliyoko baharini baada ya bei ya nishati hizo kupanda kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Irani ambayo yamelitumbukiza eneo la Mashariki ya Kati katika vita nzito. Taarifa zaidi tuungane na msimulizi wetu. Hatua hiyo inamaanisha kulegezwa kwa muda vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Urusi, nchi ambayo imelengwa kutokana na uvamizi wake nchini Ukraine. Wizara ya Fedha ya Marekani imetoa tangazo hilo siku ya jana, likiidhinisha usafirishaji na uuzaji wa mafuta ghafi ya Urusi na bidhaa nyingine za petroli zilizokwama baharini. Waziri wa Fedha wa Marekani Scott Bessent amesema idhini hiyo mpya inalenga kuongeza uwiano wa kimataifa wa upatikanaji wa mafuta yaliyopo, huku akisema hatua hizo ni za muda mfupi. Mpaka sasa vita vya Iran vimeivuruga sekta za nishati na usafirishaji duniani na kusimamisha shughuli katika mlango bahari wa Hormuz. Mimi ni Abbas Mdilapi, Channel 10 Plus.
Na huko mkoani Lindi, wazazi, walezi na jamii wilayani Kilwa mkoani Lindi wametakiwa kutokuwa chanzo cha kukatisha masomo kwa wanafunzi wa kike kwa kuwaozesha ndoa za utotoni, bali wametakiwa kuwalinda na kuhakikisha wanatimiza ndoto zao huku wakipata haki yao ya msingi kwa maana ya elimu. Taarifa zaidi tuungane na Aidan Mhando kutoka huko wilayani Kilwa mkoani Lindi. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kilwa na diwani wa kata ya Tingi Rajabu Ngatanda akizungumza na Channel 10 mara baada ya kukabidhi vitu mbalimbali kwa ajili ya futari katika shule ya wasichana Ilulu kwa niaba ya shule nyingine 16 zenye jumla ya wanafunzi 2075 ambao wapo kambini kwa ajili ya maandalizi ya mitihani ya kidato cha 4 na kidato cha pili. Anasema wanafunzi wote wana haki ya kupata elimu, hivyo jamii inatakiwa kujiepusha kukatisha ndoto za wanafunzi wa kike za kupata elimu. Kwa tuwape ushirikiano, wapate elimu, wende wasome, wapate kazi zao. Sasa yule mume wa kisheria atamkuta akiwa na kazi yake tayari. Kwa hiyo sasa anatoka katika ule mfumo fulani ambao una asili kama ya kumkandamiza katika maisha, kwa sababu anapokosa kujiamini kwa kazi zake, anakwenda katika ndoa hali ya kuwa hana chochote. Baadaye hata kama anataka kudai haki zake anarudi nyuma, kwa sababu ajui akitoka pale ataenda kuishi vipi. Mtoto wa kike anathaminika kama mtoto mwingine. Tuna hali ya utofauti ile ya kwamba kuonekana wa kiume ndio ni bora zaidi kuliko wa kike. Kwa wakati tulionao, wa kike na wa kiume wote wana haki sawa. Ni msukumo wa kuwataka wajue kwamba serikali, chama kiko pamoja nao. Kwa upande wake, mkuu wa shule ya wasichana Ilulu mara baada ya kupokea vitu hivyo akawa na haya ya kusema. Wanafunzi majibu yao huwa wanajibu kwenye matokeo. Kwa mimi naamini kwa futari hii sisi tutaenda kuwajibu kwenye matokeo, tutaendelea kuboresha matokeo kuwa mazuri zaidi. Kikubwa zaidi ni kuja mbele zenu kutoa shukrani zetu za dhati kama wanafunzi wa Ilulu Sekondari kwa msaada ambao umeweza kutupa futari. Kutoka wilayani Kilwa mkoani Lindi, Aidan Mhando, Channel 10. Kutoka Lindi tuelekee huko nchini Sudan ambapo kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema ameshtushwa na ripoti ya zaidi ya raia 200 kuuawa kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani nchini Sudan tangu Machi 4 mwaka huu. Tupate usimulizi wa habari hiyo. Turk amesema anasikitika kuona licha ya tahadhari kadhaa, maonyo na wito pande zinazohusika katika mzozo nchini Sudan bado zinaendelea kutumika ndege zisizo na rubani zenye nguvu zaidi kupeleka vifaa vya kulipuka vyenye athari kubwa kwa maeneo yenye watu. Makumi ya raia wameuawa kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kusini mwa Sudan katika siku 2 zilizopita, huku vyanzo vya hospitali vikisema eneo hilo ndilo eneo linalokumbwa na mapigano makali zaidi katika vita vya hivi karibuni katika miaka 3. Sudan imetumbukizwa katika mzozo tangu mwezi April 2023 wakati mzozo wa kuwania madaraka kati ya jeshi la serikali na vikosi vya msaada wa haraka RSF ulipoitumbukiza nchi hiyo katika vita ambavyo imegharimu maisha ya maelfu ya watu na mamilioni kuwa wakimbizi. Tangu kuanza kwa vita, pande zote mbili zimeshutumiwa kwa uhalifu wa kivita, ikiwa ni pamoja na kulenga raia na kulipua mabomu maeneo ya makazi bila kujali. Lula Ali, Channel 10+. Asante Lulu Ali kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Caspar Moya amelitaka shirika la nyumba la taifa NHC kufikiria kuanzisha miradi mikubwa ya kitega uchumi katika mikoa na wilaya ili kufikia mahitaji ya wananchi. Tuungane na Raya Kipingu ambaye ni shuhuda wa taarifa hiyo. Kauli hiyo anaitoa wakati akikagua jengo la kitega uchumi la Mkwakwani Plaza linalojengwa jijini Tanga likisimamiwa na shirika la nyumba la taifa NHC litakalokuwa na nyumba 20 za makazi pamoja na maeneo ya biashara. Tuna wilaya 136, ikiwezekana mweke. Mnafanya kama kitega uchumi. Anzisheni miradi mikubwa ambayo inahitaji kutoa huduma kwa wananchi katika wilaya na mikoa yake. Zaidi ya nyumba milioni 3 kila mwaka ni mapungufu au mahitaji ambayo tunayahitaji kwenye nchi yetu. Ujenzi wa jengo hilo umesaidia kupatikana kwa ajira 189 kwa wakazi wa mkoa wa Tanga ambao wamerahisisha kushauri na kupatikana kwa wazabuni wenyeji na kupunguza gharama za utekelezaji wa mradi huo. Unatumia pesa za ndani kwa ajili ya implementation yake, na una scope yake ya kazi, una floor 8, una ground na floor za kupanda juu 7,
ambapo floor 3 ni za biashara, floor 5 ni za residential au makazi ya watu. Kuna kupaka grouti, kuna scheme nimejifunzia hapa. Pesa ninazopata hapa zinasaidia malengo. Cha kwanza nasomesha mtoto wangu kupitia huu mradi wa National Housing. Cha pili nasaidia wazazi wangu na mahitaji yangu ya mimi kama mimi. Ujenzi wa mradi wa Mkwakwani Plaza umefikia 37% ya utekelezaji wake. Kutoka Tanga, Rai Kipingu, Channel 10. Tukitoka Tanga tuelekee kule visiwani Zanzibar. Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar imejipanga kufanya mageuzi makubwa katika mfumo wa elimu kwa kuviboresha vituo vya ualimu visiwani humo. Taarifa zaidi tuungane na Masanja Mabula. Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, Mheshimiwa Leila Mohamed Musa, akizungumza na washauri wa walimu wa vituo vya walimu Wingwi na Miti Ulaya, amesema mageuzi hayo yanalenga kuviimarisha vituo vya walimu ili viwe na hadhi sambamba na kuandaa walimu bora watakaosaidia kuinua kiwango cha elimu kwa wanafunzi. Sisi tunatakikana ziwe na maabara za kisasa, ziwe na maktaba za kisasa, ziwe na kompyuta lab ya kisasa, ziwe na mkonga wa kisasa na ziwe na madarasa kama ambavyo nimesema ambayo yanaendana na uhitaji wa sasa. Na hayo ni maagizo. Kwa katika zoezi hili sisi tunazo karibu 11. Kwa upande wao, washauri wa walimu wametaja changamoto kubwa inayowakabili kuwa ni pamoja na kutolipa posho zao kwa wakati na kuiomba wizara kulipatia ufumbuzi tatizo hilo. Kitiko makubwa kwa sababu mwisho wa siku itakuja kwa kama kuvunjia na hadhi. Kweli mwalimu mkuu enda muangalia na walimu wake ushauri. Wewe ukienda ajua hasa huyu mwalimu ni dhofu. Kwa nafasi zetu sisi washauri kidogo nafasi kubwa kwa sababu gani tunasimamia wilaya nzima, lakini hatuna hata kile kiposho kidogo ambacho tunakiona. Msaidizi mwalimu mkuu anapewa angalau 130,000 na mwalimu mkuu anapewa 1,500,000. Lakini sisi hata ile senti moja. Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Shukrani kwa taarifa hiyo. Ziara ya kwanza ya kigeni ya kiongozi wa mpito wa Venezuela anayeungwa mkono na taifa la Marekani, Delcy Rodriguez, imehailishwa ghafla mara baada ya kuwasili nchini Colombia. Tupate usimulizi wa habari hiyo. Rodriguez aliyetarajiwa kusafiri hadi mji wa mpakani wa Cocota kwa ajili ya mkutano wa kilele hii leo Ijumaa na rais wa Colombia Gustavo Petro. Haifahamiki mara moja ni kwa nini safari hii imefutwa, ingawa chanzo kimoja upande wa Colombia kimeelezea kuwepo kwa ripoti za kitisho cha usalama bila kufafanua ikiwa ni upande wa Venezuela au Colombia. Eneo lililozunguka Cocota lina makundi mengi ya waasi na mrengo wa kushoto yanayojihusisha na usafirishaji wa dawa za kulevya ambayo Colombia imekuwa ikituhumu Venezuela kwa kuyafadhili kwa muda mrefu. Itakumbukwa Rodriguez aliingia madarakani Januari mwaka huu baada ya Nicolas Maduro kukamatwa na Marekani. Esther Mtebe, Channel 10+ Kimataifa. Asante sana Esther Mtebe. Kwingineko tukaangaze habari hii. Tunaambiwa kuwa Baraza la Ulama nchini taifa chini ya mwenyekiti wake Mufti wa Tanzania Sheikh Dr. Abubakar bin Zuberi limetengua uteuzi wa baadhi ya viongozi wa ngazi ya mkoa wa Singida akiwemo kadhi wa mkoa wa Singida Sheikh Ramadhan Shaban Kaoja. Taarifa zaidi inafafanua. Sheikh wa mkoa wa Singida Alhaji Isa Nasr Isa akasema Baraza la Ulama taifa limeamua kutengua uteuzi wa viongozi hao ili kurejesha utulivu, umoja pamoja na ufuataji wa katiba ndani ya taasisi hiyo ya Kiislamu na kisha kuwataja viongozi. Limefanya mabadiliko baadhi ya viongozi ngazi ya mkoa wa Singida kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mufti amemteua Sheikh Mubarak Ali Esia kuwa kadhi wa mkoa wa Singida akichukua nafasi ya Sheikh Ramadhani Shabani Kaoja ambaye uteuzi wake umetenguliwa na Baraza la Ulama Taifa. Sheikh Isahaka Hassan Isangu kuwa katibu wa kadhi mkoa wa Singida akichukua nafasi ya Sheikh Isa Abdallah Takaza. Baadhi ya viongozi walioteuliwa kushika nafasi za viongozi ambao uteuzi wao umetenguliwa
wakasema, mimi nashukuru nimeipokea nafasi ya uteuzi wa nafasi ya ukadhi. Ninamshukuru Mheshimiwa Mufti kwa kuniteua katika nafasi hii, lakini jukumu langu ni kwenda kutekeleza yale ambayo yameagizwa na Mheshimiwa Mufti. Maamuzi aliyofanya ni mazuri ya kubadilisha baadhi ya viongozi, kwa sababu walishaonekana pana sintofahamu. Viongozi walioingia katika baraza hii waliingia kwa pupa, hawakuwa na utaratibu, walikuwa na nia mbaya ya kutaka kudalilisha Uislamu. Panakotokea kwamba kuna mtafaruku, panatokea hitilafu au changamoto yoyote. Kwa hiyo changamoto ile mara nyingi tunaisolve aidha kwa watu kusuluhishana au kwa mara nyingine kwamba kufanya mabadiliko. Jumbe Ismail wa Channel 10. Taarifa hiyo ya Jumbe kutoka kule mkoani Singida moja kwa moja inatupa mapumziko, na tuweze kupata mapumziko haya. Tukirejea hapa tutakuja kutazama habari za biashara na uchumi. Bado mimi naitwa Juma Mohamed, niko nawe, naendelea kutazama Channel 10 Plus.